Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Agosti 27, siku ya Alhamis. Mada inasema ushindi katika Kristo. Somo la Korintho wa pili sura ile ya pili aya 12 na 13. Paulo alienda wapi baada ya kuwaandikia waraka mkali? Alifanya nini huko? Moyo wa Paulo haukuwa na utulivu au raha alipokuwa akimngojea Tito. Sura ile ya 7 ya 5 na ya 6. Licha ya kukosa utulivu huko, hakuweza kuacha kuzungumza habari za Yesu. Sura ya pili aya 12. Alimpenda Yesu sana. Wakati huo bado hakujua matokeo ya waraka wake. Alikuwa na shauku ya kumwona Tito na kusikia kuhusu mwitikio wa Wakorintho. Kazi ya Paulo huko Troa ilifanikiwa, lakini hakuweza kubaki huko kwa muda mrefu. Kuyachunga makanisa yote na hasa kanisa la Korintho lilikuwa jukumu lililokuwa limeuelemea sana moyo wake. Alikuwa akitarajia kukutana na Tito kule Troa na kusikia kutoka kwake maneno ya ushauri na maonyo aliyokuwa ameyapeleka kwa ndugu waliokuwa Korintho yalivyokuwa yamepokelewa. Jambo hili lilikuwa likimlemea na kumuumiza sana moyoni. Akiandika juu ya uzoefu huu, Paulo anasema, sikuweza kutulia moyoni mwangu kwa kuwa sikuonana na Tito ndugu yangu. Kwa hiyo aliamua kuondoka Troa na kuvuka kuelekea Makedonia, na huko alikutana na Timotheo mjini Filipi. Ellen G. White, Matendo ya Mitume sehemu ya pili, ukurasa wa 17. Somo la Korintho wa pili sura ile ya pili ya 14 hadi 17. Paulo aliitikiaje alipokutana na Tito huko Makedonia na kusikia kuhusu mwitikio chanya wa Korintho? Katika mlipuko wa furaha, Paulo anathibitisha kwamba Mungu anatushangiliza daima katika Kristo. Wakorintho wa pili sura ya pili ya 14. Ni kauli ya ajabu iliyoje! Moyo uliojaa kuwepo kwa Kristo unadhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali. Sura ya pili ya 14. Paulo anafurahi katika Kristo kwa sababu waraka wake uliojaa uchungu ulizaa matunda aliyokusudia kuvuna. Sura ya 7 ya 5 hadi ya 9. Huu ni ushindi mkubwa. Wakati huo huo, wakati wa Korintho wa pili sura ile ya pili ya 17, Paulo anathibitisha uaminifu wake kama mtume wa Kristo. Wakorintho wa pili sura ya pili ya 17 na sura ya kwanza ya 12. Kwa mujibu wa kifungu hiki, kinachomtofautisha mtumishi mwaminifu wa Kristo na mhudumu wa uongo ni kwamba wakati huyo wa pili anaeneza Injili kwa maslahi yake binafsi, wa kwanza huhubiri neno la Mungu kwa kumpenda Kristo kwa moyo wote. Ni kitu gani kinakupa motisha katika yote uyafanyayo, hasa unapofanya kwa jina la Yesu? Hii ni Agosti 27, mada ikisema ushindi katika Kristo. Leo ni Alhamis. Nikutakie tafakari njema unapoendelea kujifunza somo la juma hili, na Mungu atubariki sote, sisi pamoja na kazi za mikono yetu.